Sydney Chazima yupo tayari. Sydney Chazima, habari za sasa, hali imekuwaje? Kumekuwa na vurugu hapa na pale, hivi sasa hali ikoje? Na mtazamaji, tunasubiria mitambo ili tuweze kumpata mwandishi wetu Sydney Chazima ambaye amepiga kambi kutoka juzi katika eneo hilo la Kasipul katika kaunti ya Homa Bay. Atujuze ni yepi yamejiri. Tulishuhudia vurugu awali mchana wakati ambapo wafuasi wa wagombea mbalimbali walikuwa wakivurugana, na vile vile tukaweza kushuhudia mbunge wa Homa Bay Town ambaye ni Peter Kaluma kujeruhiwa katika tukio hilo. Tukaweza kuyashuhudia matukio mengi, na vile vile mtazamaji, hivi sasa shughuli ya kuhesabu kura inaendelea katika eneo hilo la Kasipul. Tutakuwa tunaenda kwake Sydney Chazima, lakini kwa sasa ni kupeleke Mbeere Kaskazini katika kaunti ya Embu. Mwandishi wetu Mike Kagwongo na arifiwa yuko tayari. Mike Kagwongo, habari za sasa, hebu tuchoree taswira. Ni kipi kinaendelea wakati huu ambapo shughuli ya kuhesabu kura inaendelea, Mike? Na asante sana Joash Onsare. Bila shaka ulivyosema, tunakujia mubashara kutoka katika hii kaunti ya Embu, hususan katika eneo bunge hili la Mbeere ya Kaskazini, na hapa ni katika kituo cha Siakago Social Hall ambako upigaji kura uliweza kutamatika mida ya saa 11 za jioni, baada ya shughuli hiyo kuanza rasmi saa 12 asubuhi, wakati ambapo kituo hichi kiliweza kufunguliwa. Na hapa katika hichi kituo vipo vituo vitatu vya kupigia kura, ambavyo jumla ya wapiga kura wote kwenye hivyo vitatu ni 1694 na bila shaka shughuli hii nzima baada ya kutamatika, tumebaini kwamba katika kituo cha kwanza kilikuwa na jumla ya wapiga kura 286, kituo cha pili kilikuwa na wapiga kura 314, na kituo cha tatu kilikuwa na wapiga kura 295. Katika hicho kituo cha kwanza, Joash Onsare pamoja na mtazamaji wetu, ni kwamba mwaniaji wa chama cha UDA leo wa Modhende alipata jumla ya kura 154, kisha Newton Karish akapata jumla ya kura 116. Mwenzao Mbui alipata jumla ya kura 10 pekee katika hicho kituo cha kwanza. Katika kituo cha pili, ambacho jumla ya wapiga kura 314 waliweza kuwasili leo hii, wa Modhende alipata jumla ya kura 175, huku mwenzake Newton Karish akipata jumla ya kura 129. Mbui alipata jumla ya kura 9. Kituo cha mwisho, Joash Onsare, ambacho kilikuwa na jumla ya wapiga kura 295, wa Modhende alipata jumla ya kura 161, kisha Newton Karish akapata jumla ya kura 122, huku Mbui akipata jumla ya kura 10. Jumla ya vituo 134 bila shaka vitakuwa vinawasilisha matokeo yao katika kituo rasmi cha kuhesabia kura cha eneo bunge, na ambacho kipo jumla takriban kilomita 3 kutoka katika eneo hili, ambalo bila shaka ambacho kitakuwa kinakusanya kura zote, yani matokeo yote kutoka katika maeneo mbalimbali. Hapo awali tumeshuhudia kizaazaa huko nje, wakati ambapo baadhi ya vijana ambao walikuwa wanakisiwa kuwa wametoka maeneo mbalimbali, maeneo tofauti, sio hapa katika eneo hili la Siakago, manake walikuwa na silaha butu, silaha za bunduki na vile vile rungu, na kukusanya na kufunika nyuso zao. Bila shaka waliweza kufurushwa na maafisa wa usalama pamoja na wakazi wa eneo hili. Yasemekana vile vile kwamba walikuwa wakitumia magari ambayo hayana usajili
hayakuwa yamesajiliwa magari hayo. Basi bila shaka tukitoka katika eneo hili tutakuwa tunaelekea moja kwa moja hadi katika kituo cha kujumulisha kura zote za eneo bunge la Mbeere Kaskazini, na tutakuwa tunamletea mtazamaji wetu moja kwa moja yale yote ambayo yatakuwa yanafanyika hapa katika hichi kituo cha pili. Mambo yamekamilika, kituo cha kwanza vile vile yamekamilika. Ni maafisa wa usalama tu, jinsi unavyoona nyuma yangu hapa, lazima maafisa wa usalama wawili waweze kuandamana na wale ambao ni maafisa wa IEBC. Vikikusanywa hivi kisanduku pamoja na vikaratasi vya kupigia kura vinalindwa na maafisa hawa wawili wa usalama, vipelekwe moja kwa moja hadi katika kituo cha kujumulisha kura cha St. Bakita Siakago Girls, na mahali ambapo bila shaka watakuwa wanafanya kujumlisha kura zote kutoka katika maeneo yote 134. Halipo la ziada kutoka katika eneo hili la Mbeere Kaskazini. Mimi nazama nitaibuka baadaye kumfahamisha mtazamaji wetu yale yote ambayo yatakuwa yanatendeka. Mimi ni Mike Kaguongo, kwako Joash Onsare.